Kwa kuangalia miaka minne hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tulikuwa 43% na sasa mpaka kufikia Disemba mwaka jana 2024 tulikuwa tumefikia 83%. Na tuna imani kabisa katika miradi inayoendelea kufikia Disemba 2025 kama ilani ya chama tawala inavyosema, tutakuwa tumefika 85% na pengine kuvuka zaidi, kwa sababu kuna miradi mingi ambayo iko kwenye hatua za mwisho. Na katika ziara yangu hii naendelea kusisitiza hivi vyombo vya watumia maji kwamba miradi inakamilika. Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha nyingi kupitia Wizara ya Maji. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwa kikwazo kama RUWASA. Kwa hiyo msisitizo wangu kwa RUWASA na hivi vyombo vya watumia maji, wahakikishe kwamba wanafanya kazi kwa bidii, wanakusanya fedha na fedha hizo zinarudi katika uendeshaji wa vyombo hivi. Na mimi nisingetarajia kwamba miradi ikamilike alafu tena iharibike. Kwa hiyo ndio maana niko kuzunguka huku na huku kusisitiza kwamba vyombo hivi vinafanya kazi yao kwa ukamilifu, kwa kusaidiwa na mameneja wetu wa wilaya na mkoa kuhakikisha kwamba miradi hii inawahudumia wananchi pasavyo na kwamba wanatuliwa ndoo vichwani. Tutahakikisha kwamba mradi wa Chifumfu uendelee na hatutapenda kabisa kutumia ovyo, na hasa miundombinu ambayo tayari tunayo. Tutakuwa tunawaelimisha wananchi ili waweze kujua kwamba hii ni mali yao. Kwa hiyo tusaidiane katika kutunza vitu vyote ambavyo vimeufanya huu mradi kutengeneza ili uendelee kuwa endelevu, kwa sababu sisi peke yetu hatuwezi, lazima tuwashirikishe wananchi na kuambia kwamba mradi huu ni wao. Kwa hiyo miundombinu yote iliyopo wahakikishe kwamba wanaitunza wao wenyewe. Kwa mfano wakikuta labda kuna mvujo sehemu fulani, kuna mpasuko, uzuri huwa tunapokaa kwenye mikutano ya hadhara huwa tunawapa namba zetu kwamba wakiona wapi labda kuna tatizo, basi wanatupigia simu moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kufanya marekebisho. Kwa ujumla hatuna hali mbaya sana ya maji. Ukienda kwa wananchi, kero za maji sio nyingi sana kutokana na miradi mingi ambayo imekuwepo. Changamoto nyingine kwa wananchi saa nyingine wanadhani tu kwamba sasa kwa sababu kisima kipo kwa hiyo wanatakiwa kuchukua maji bure. Nyingine ndio hiyo nayo unayokuta ni changamoto. Ukikuta debates nyingi tulikuwa tunaishi kule Bupandwa, wanavyolalamika unagundua ni kwamba wanadhani kikienda kile kisima cha Sora labda maji yatakuwa ni bure. Unaona? Kwa hiyo ambapo sasa tunabaki kwetu sisi huko. Kwa hiyo ni elimu, kufanya vikao zaidi, kukutana na wananchi, kuwafahamisha, na watu wa maendeleo ya jamii nadhani pia ni kazi yao. Wanatakiwa pia wapite huko hii miradi inapokuwa imeshakamilika, watoe elimu kwa wananchi umuhimu lakini na manufaa ya hiyo miradi kwao wenyewe wananchi. Na wale wanaoweza kuvuta kwa kujiungia kwenye majumba pia inakuwa ni nafuu zaidi. Kwa hiyo mwenyekiti nikukaribishe sana, karibu Sengerema. Sengerema ni shwari kwa maana ya upatikanaji wa maji. Kwa kweli hatuna changamoto kubwa sana.